tukianza wiki iliyopita on Sunday. Jumapili. And my title is the same, the DNA of leadership. Na kichwa cha ujumbe wangu ni kile kile, vinasaba vya uongozi. Let us pray. Umestahili Mungu mkuu. You deserve great God. Umestahili Bwana wa mabwana. You deserve Lord of Lords. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. There is no God like you. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mtumishi wako siku ya leo. Lord Jesus, thank you for your servant. Asante kwa ajili ya Roho wako Mtakatifu. Thank you for your Holy ambaye Spirit. tayari amekwisha kumpaka Who mafuta is ready and kwa ajili ya kulinena neno lako. for the purpose of proclaiming thy word. Roho Mtakatifu, Holy Spirit, mtumishi wako anapolinena neno lako, your servant as he proclaimed your word. neno lako likawe na nguvu na uwezo na mamlaka Let your word have power ya kufungua na kuponya. to break any bondage. Pia tupe utulivu tunapolisikia neno lako. Give us peace as we hear your Katika word. jina la Yesu Kristo wa Nazareth, In Jesus' name of Nazareth, ninasimama kinyume na roho ya mtawanyiko wa mawazo, I stand against the scattering of thoughts. ikapate kushindwa kabisa katika jina la Yesu. I declare it defeated. Bali Roho Mtakatifu tamalaki, Holy Spirit, uwepo wako ukawepo mahali hapa. we need your presence here. Katika jina la Yesu namkabidhi mtumishi wako mikononi mwako, In Jesus' name, I put your servants into your hands. nikiomba na kushukuru. Amen. As I pray and thank you. Amen. Vinasaba vya uongozi. The DNA of leadership. Saba vya uongozi. Last week we learned about the DNA of leadership. Na tulianza kwanza kwa kuelezea kinasaba ni kitu gani. And we defined what is a DNA. Tukasema kinasaba, We said the DNA ni kitu kiko katikati ya tofali la uhai la kila kiumbe. is what is found in any cell of a living organism. Viumbe hivi ambavyo ni vyenye mwili na nyama, viache viumbe vya kiroho. Anything that has a physical body has a physical body. Karibu kila kiumbe kina hivyo vinasaba. Any living organism has a DNA. Katika kila tofali la uhai au wanaita cell, In any cell of a living organism, katikati yake kwenye nucleus wanasema in the nucleus, kuna hivyo vinasaba vya kila kiumbe. you find DNA there. Na vinasaba hivyo, And this DNA ni vitu vinaweza kushikika, vinaweza kuonwa chini ya darubini kali, it can be viewed under a microscope. na hivi vinabeba And this DNA carries vinabeba taswira ya ulinganifu, au kwamba hivi vinasaba ndio vinabeba, kama ni mwanadamu vinabeba picha ya mwanadamu ndani yake. And it's in DNA we find a blueprint of living organisms. Kwa hiyo vinasaba hivi, So these DNAs, ndivyo vinahusika they are responsible katika kumfanya mtoto wako afanane na wewe, to make your child resemble who you are. na mtoto wa mwanadamu afanane na mwanadamu. And a child of a human to resemble a human. Tuliongelea sana wiki iliyopita, We talked about this in the last week. na tukasema vinasaba hivi And we say DNA ndivyo ambavyo vinawezesha kutunza is aina ya viumbe, where the different kind of species are stored. na kwamba vinasaba hivi And DNA, huwa badiliki. they are not very easily changed. Vikibadilika, kwa lugha ya kitaalamu tunaita mutation. If a change occurs, we call it mutation. Ni mabadiliko ambayo ni ya uharibifu. And when a change happens in a DNA, it's a change that is destructive. Na mara nyingi yanaleta magonjwa, And most times they bring diseases. na mara nyingi yanaleta vilema, They bring diseases. na
Na kwa jinsi hii haitakiwi vinasaba vibadilike. And it's for this reason that's why we don't recommend a change in DNA. Lakini kutokana na mazingira, But because of what happens in an environment, mara nyingine vinasaba hivyo hubadilika. sometimes a change can occur in a DNA. Na vinapobadilika, And when a change occurs, hata kama vimetoka kwenye seli zinazohusiana na uzazi, if the change happens in a place or in an area where it's responsible for offspring, basi kiumbe kitakachozaliwa kinakuwa tofauti kwa sababu ya ule mbadiliko na kiumbe mama au baba. so what will happen that Yes, the offspring will be different from the parents. yes, kinachozaliwa kinakuwa tofauti kutoka kwa mzazi aliyezaa, Because there is a mutation in the DNA. kwa sababu kumetokea mabadiliko katika vinasaba. So DNA are paramount important to the survival of any species. Kwa hiyo vinasaba vya muhimu sana katika kiumbe chochote. And to repeat again, Kama nikirudia tena, its function, those DNA's functions in reproduction, kwamba shughuli za vinasaba zinafanya shughuli wakati mtoto au katika uzazi, and as we have said, they are agents to make the traits of a species remain as it was or as it is. Ndivyo vinavyohusika na kufanya kiumbe hai kibaki kama kilivyo. Yes, the traits to be handed down from parents to offspring. Na ule urithi wa tabia kutoka kwa mama au mzazi kwenda kwa mtoto. And by this, the species are preserved for generations and generations because of the DNA. Na kwa sababu hii viumbe vinabaki kama vilivyo kwa vizazi na vizazi. Why are we talking about these scientific things about DNA? Kwa nini tuzungumze kwa habari ya vitu hivi vya kisayansi kama vinasaba? It's only to show how important some of the things we call spiritual DNA are to a Christian. Ni kuonyesha jinsi gani vilivyo vya muhimu baadhi ya vitu tunavyoviita vinasaba vya Ukristo. As we pointed out last week, Kama tulivyoonyesha wiki iliyopita, we say the Bible said we classifies every Christian, every mature Christian as a leader. na tumesema kwamba Biblia inamsema kila Mkristo kama kiongozi. And we say the spiritual DNA. Na tukasema vinasaba vya uongozi, We mentioned that the spiritual DNA, vinasaba vya uongozi, the spiritual DNA, the spiritual DNA, vinasaba vya rohoni. yes. The spiritual DNA Vinasaba vya rohoni are worship ni ibada and stewardship. na uwakili. These are very, very important for any Christian. Hivi vina muhimu sana katika maisha ya Mkristo yoyote. These are not allowed to mutate or to change in any Christian. Haviruhusiwi vitu hivi kubadilika katika maisha ya Mkristo yoyote. If they change, Kama vikibadilika, then the life of a Christian, sasa maisha ya Mkristo the huyu, life of this Christian leader, maisha ya kiongozi huyu Mkristo does not portray the image of our Lord Jesus Christ. yanashindwa kufanania ule muonekano wa Yesu Kristo. We have been called out to portray the image of Jesus Christ. Tumeitwa tumfananie Yesu Kristo. We have been called out of the world. Tumeitwa kutoka We ulimwenguni. have been dedicated to God, our Creator. Tumewekwa wakfu kwa Mungu aliyetuumba. Hallelujah. Amen. And in order to show that, Na ili kuonyesha hicho, the spiritual DNA, vinasaba hivi vya rohoni they must not change in our lives. lazima visibadilike katika maisha yetu. In worship, Katika ibada we receive His will. tunapokea yaliyo mapenzi yake. As we worship God, Tunapomwabudu Mungu, as we communicate to Him, tunapowasiliana naye, as we praise Him,
tunapomsifu, as we read his word, tunaposoma neno lake, then he communicates to us. hapo anasema na sisi. Then he communicates to us in such a way that we know his will. Na atasema na sisi katika namna ambayo tutafahamu yaliyo mapenzi And yake. therefore when we come out, Kwa tunapotoka hapo, or when we go out, au tunapokwenda, we can do his will. tunaweza kufanya yaliyo mapenzi yake. As we perform our stewardship, Na tunapofanya huu wakili, we will perform according to his will. tutaufanya kulingana na yaliyo mapenzi yake. Because we were present, or we presented ourselves before his throne during worship time. Kwa sababu tulijiwasilisha sisi wenyewe wakati wa kuabudu katika kiti chake cha enzi. On Wednesday we learned this, Jumatano tulijifunza hiki, that among the two, kwamba katika vitu hivi viwili, worship and stewardship, kwamba swala la ibada na uwakili, we said worship is the right leg, if we are considering it for a Christian to have two legs. tukasema kwamba ibada ni kama mguu wa kulia, kama tunasema kama Mkristo ana miguu miwili. So before you perform your stewardship, Kwamba kabla hujafanya uwakili, worship God first. mwabudu Mungu kwanza, Communicate to him. sema naye, Know his will. fahamu yaliyo mapenzi, Get his anointing. pata And mpako, then move to do stewardship. na sasa utoke utembee kufanya uwakili, And not the other way around. na sio vinginevyo. So worship is the most important thing. Kwa hiyo ibada ni kitu cha muhimu And sana. that is what we start with. Hicho ndicho tunachoanza nacho. If you want to do the work of God, Kama unataka kufanya kazi ya Mungu, let us say you want to go and preach somebody. tuseme labda unataka kumhubiri mtu mwingine, Don't face that person. Don't face that person. Don't usianze kwanza kukutana na huyo mtu before you go before God. kabla hujaenda kwa Mungu, Before you go and worship him. kabla hujaenda kumwabudu, Before you seek his will. kabla hujatafuta yaliyo mapenzi yake. Because according to the word of God, Sababu kulingana na neno la Mungu, we can do nothing hatuwezi kufanya chochote spiritual katika ulimwengu wa roho without his assistance. pasipo msaada wake. Last week we observed the life of Jesus Christ. Pia wiki iliyopita tulitazama maisha ya Yesu Kristo. We observed that the life of Jesus Christ Tuliona kwamba maisha ya Yesu Kristo showed both worship and stewardship. yalionyesha vyote viwili, ibada na uwakili. As we study his life of worship, Tulipokuwa tunatazama maisha yake ya ibada, we find most of the time tulikuta mara nyingi worship was the right leg. ibada ilikuwa ni mguu wake wa kulia, Stewardship as if it was the left leg. uwakili mguu wake wa kushoto. Always Mara zote he started with worship. alianza na He ibada, started with going before his Father, alianza na kwenda mbele ya baba yake and not otherwise. na sio vinginevyo. And due to this, Na kwa sababu ya hii, three things occurred to him. vitu vitatu vilitokea. Jesus had authority. Yesu alikuwa na mamlaka, Jesus had justice. Yesu alikuwa na haki, And Jesus was anointed. na Mungu alimpaka Why mafuta. was he Kwa anointed? nini apakwa mafuta? Because he was before the throne of Kwa God. sababu alikuwa yuko mbele za Mungu. For the word of God says, Kwa sababu neno la Mungu linasema, come before me, njooni kwangu, approach me, nikaribieni and I'll come. na nitawakaribia. And when God comes to you, Na Mungu he akikukaribia, will anoint you. atakupaka He'll give mafuta, you spiritual power. atakupa nguvu za roho. Hallelujah. Without worship, Pasipo ibada there is no spiritual power. hakuna nguvu za rohoni. Without going before his throne, Pasipokwenda mbele zake, you cannot know his will. huwezi kufahamu yaliyo mapenzi yake. Hallelujah. Amen. For our will Kwa sababu mapenzi yetu only originates from the flesh. yanatokana na miili yetu, And God is not flesh. na Mungu si mwili, And his ways na njia zake are far beyond our ways. ziko juu sana kuliko njia zetu. That is why, Na ndiyo maana if you want to serve him, kama unataka if kumtumikia, you want to be his child, kama unataka kuwa mtoto wake, don't forget usisahau the DNA, kwamba vinasaba, the DNA of worship. kwamba kuanza na ibada. Hallelujah. Amen. Then after worshiping him, Na baada ya kumwabudu, that is when you can minister unto others. hapo sasa unaweza kufanya huduma kwa watu wengine.
No wonder most of our ministry sometimes don't seem to be very successful. Maana isajabishi wakati mwingine huduma zetu nyingi hazifanikiwi. Not like that of our Lord Jesus Christ. Sio kama ile ya Yesu Kristo. If you consider the life of Jesus Christ, kama ukitazama ukitathmini maisha ya Yesu Kristo, as he did his stewardship, alipokuwa akifanya uwakili wake duniani, alikuwa amepakwa mafuta, alikuwa nguvu, and when he moved, na alipokuwa akitembea, people knew that the Son of God was moving. Watu walijua kwamba mtoto wa Mungu yuko anatembea. As you observe, tunapotazama, he moved in that power, alitembea na nguvu hizi, not because of anything, si kwa sababu ya chochote, but because he spent a lot of time worshiping God and listening to God. Ni kwa sababu alipata muda wa kutosha wa kumwabudu Mungu na kumsikiliza. Jesus said, Yesu alisema, the things I do, vile ninavyofanya, you will also do even greater things than these which I do. Mtaweza kuvifanya hata vilivyo vikubwa kuliko hivi. When I try to consider, nikijaribu kutathmini, and look at my life, nikitazama maisha yangu, and look at many of God's servants, na watumishi wengine wengi, most of the time, mara nyingi we fall short of what Jesus performed during his lifetime. Tunapunguka katika yale mambo ambayo Yesu alifanya wakati wa maisha yake. Yesu raised the dead. Alifufua wafu. And he didn't pray for a long time. Na kuomba maombi marefu sana. It was just a command. Alikuwa anasema amri. It was in a fraction of a second. Alikuwa akisema kitu kinatokea. His command was obeyed. Amri yake ilikuwa ina. He even raised the dead. Alikuwa anafufua wafu by only saying a word. Kwa kusema neno. Wake up! Amka. And the dead man raised up. Na yule aliyekufa anafufuka. And walked. Na akatembea. And when he confronted the sick, alipokutana na wagonjwa, it was only by pronouncing the word. Alikuwa akisema, be healed, and he became healed. Pona, na anapona. Most of the time, mara nyingi, we spend time, tunatumia muda mwingi praying for the sick. Kuwaombea wagonjwa. We spend time, muda mwingi, casting the demons. Kutoa mapepo. Very like him. Ni tofauti sana na yeye alivyokuwa anafanya. It was in a fraction of seconds. Alikuwa akisema kinakuwa. Things became. Vitu vilikuwa vinakuwa. Why? Kwa nini? He spent a lot of time with God. Alipata muda mwingi sana na Mungu. And therefore he was anointed. Kwa hiyo akapakwa mafuta. And therefore he was empowered. Akawezeshwa. And hence, na kwa hiyo, as he walked around, alipokuwa akitembea, the time which he used, muda ule aliotumia in worship to God, kufanya ibada kwa Mungu, it wasn't lost. Haukupotea. In fact, it was preserved. Ulitunzwa. And was manifested as he did his stewardship. Na kaonekana alipokuwa akifanya uwakili wake. Saints, watakatifu, let us imitate the Lord Jesus Christ. Kumfanania Yesu Kristo. He is God, he cannot lie. Yeye ni Mungu, hawezi kusema uongo. When he say greater works than those which he performed, he means it. Aliposema tutafanya kazi kubwa kuliko zake, alimaanisha only if we can pay the price. Kama tu tutaweza kulipa. Only if you can pay the price. Kama tu utaweza kulipa gharama. By worshiping him. Kumwabudu. Glorifying him. Kumsifu. And adoring him. Kumpenda. Then, hapo sasa, our stewardship, wakili wetu, will reflect our Lord Jesus Christ. Utamfanana ule aliofanya Yesu Kristo. Jesus Christ. Yesu Kristo. The Bible says in Mark, Biblia inasema katika Marko sura ya kwanza, verse 35 to 39. Sura 35 mpaka 39. I will read in the name of Jesus. Nasoma kwa jina la Yesu. The word says about Jesus. Biblia inasema habari ya Yesu. And rising very early in the morning while it was still dark. Hata alfajiri na mapema sana akaondoka. He departed and went out to a desolate place. And there he prayed. Akatoka akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. And Simon and those who were with him searched for him, and they found him and said to him. Simon na wenzio wakatafuta, na walipomuona wakamwambia, everyone is looking for you. Watu wote wanakutafuta. And he said to them, akawaambia, let us go on to the next town.
twendeni mahali pengine, that I may preach there also. nipate kuhubiri huko For na. that is why I came out. Maana kwa hiyo nalitokea. And he went through all Galilee, preaching in the synagogues and casting out demons. Akaenda akihubiri katika masinagogi yao katika nchi yote ya Galilaya na kutoa pepo. Praise God. Amen. What I want to show here, repeating again, because this verse we had it last week. Hapa nikirudia tena kwa sababu andiko hili tulikuwa nalo wiki iliyopita. You see that Jesus does not answer what his disciples say. Unaona kwamba Yesu hakubali kile wanafunzi wake wanachosema. He does not answer. Hajibu. Instead, badala yake, he is telling them, the disciples come to him. Wanafunzi wanamwendea. Oh Lord, everyone is looking for you. Wanasema kila mtu anakutafuta. Where are you? Uko wapi? He doesn't answer. Hajibu. Because he have heard the Lord. Sababu amesikia kutoka kwa Mungu. And knew that the will of God. Na kufahamu kwamba yaliyo mapenzi ya Mungu. The people they want to see him there. Hata kama watu wanataka kumuona huko. But at this juncture, lakini kwa wakati huu, God wants him to go somewhere else. Mungu anataka aende eneo lingine. And that is why, na ndio maana, as the disciples come, wanafunzi wanapomjia and tell him na kumwambia to go back, aerudi tena where people are looking for him, watu wanapomtafuta, he answers them. Anawajibu, let us go to another town. Twende mahali pengine. For I came for that purpose. Kwa sababu hiyo nalitokea. So they went. Kwa hiyo wanakwenda. Let me repeat again. Nirudie tena. If you don't present yourself before the altar of God, kama hutajiwasilisha katika madhabahu ya Mungu, if you don't worship God, kama hutamwabudu Mungu, if you don't use your knees, kama hutatumia magoti yako in prayer, katika maombi, most of the time, mara nyingi you'll hear from the advices of people. Utasikiliza kutoka mashauri ya wanadamu. You'll hear from what people say. Kutoka watu wanachokisema. Because you have no directive from the Lord. Kwa sababu huna maelekezo kutoka kwa Mungu. But as Christians, lakini kama Wakristo, we need to have directives from our Lord. Tunatakiwa kusikia kutoka kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Do you want to enter into a very important project? Watamani labda kufanya shughuli ya muhimu sana? Do you want to do something very crucial? Kitu chenye umuhimu watamani kulifanya? Go before God. Nenda mbele za Mungu. Kneel down. Piga magoti. Glorify him. Tukuze. Sing to him. Sifu. Praise him. Sifu. Read his word. Soma neno lake. Hear his word. Sikiliza neno lake. Through that, baada ya hapo, you'll hear him. Utasikia kutoka kwake. He will be directing you. Atakuelekeza. He will give you directives. Atakupa maelekezo. Because you have been before him. Kwa sababu umekuwapo mbele zake. Are you being troubled? Unasumbuka. Are you being persecuted by your neighbor? Unateswa na majirani zako. That you fail. What kind of step you gonna do? Kwamba unashindwa kujua nini cha kufanya. Go before him. Nenda mbele zake. Glorify him. Kuze. Praise him. Sifu. The one guy who gives you a word. Atakupa neno. And that word, na neno hili, will be full of power. Litakuwa na nguvu. Will be full of anointing. Litakuwa will be full of him. Litakuwa limejawa na yeye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Saints, watakatifu, what the word of God wants us to motivate us today, neno la Mungu linalokusudia kututia moyo leo, is that we should increase our level of worship to God. Ni kuongeza viwango vyetu vya ibada kwa Mungu. What do I mean by the word worship? Na maanisha nini nikisema neno ibada? In this presentation, katika somo hili, worship carries many things. Ibada inabeba vitu vingi. Carries praising God. Inabeba kumsifu Mungu. Carries worshiping God. Inabeba kumwabudu Mungu. Carries listening to God. Inabeba kumsikia Mungu. Carries reading from the word of God. Inabeba kusoma neno la Mungu. Carries listening from the pulpit. Kusikiliza kutoka madhabahuni. And this juncture, when I say worship, that is what I mean. Naposema ibada katika somo hili ndicho ninachomaanisha. Hallelujah. Mungu akusaidie so that you can become a worshiper. Ili uwe mtu wa ibada. Let God help us, church. Mungu atusaidie kanisa. So that we can worship him. Ili tuweze kumwabudu. And
and by worshiping Him, na kumwabudu yeye, by being before Him, na kuwepo mbele zake, as we go to do our stewardship, tunapokwenda kufanya yaliyo ya uwakili, the world will know Jesus. ulimwengu utamfahamu The yeye, world will know Him. utamfahamu The yeye, world will know our Creator. utamfahamu muumba wetu. Hallelujah. Amen. Sometimes it's because we don't worship. Mara nyingine ni kwa sababu hatuabudu, Sometimes it's because life tells us that we are very busy, labda mara nyingine ni kwa sababu maisha yatuambia tuna shughuli nyingi, that we don't have enough anointing kwamba hatupakwi mafuta kiasi cha kutosha to change our environment, kubadilisha mazingira yetu, to change the people for the Lord Jesus. kubadilisha watu kwa ajili ya Yesu. People cannot be transformed in their minds so that they can follow the Lord Jesus Watu hawawezi kubadilishwa katika akili zao ili wakutane na Yesu without the anointing. pasipo mafuta, And there is no shortcut. na hakuna njia fupi. In order to receive the anointing from Him, Ili kupokea kutoka kwake, we have to be before Him. lazima tuwepo mbele zake, We have to glorify Him. inabidi tumsifu, We have to worship Him. tumwabudu. This DNA of spiritual leadership are shown in both personal and public life. Vinasaba hivi vya uongozi vinaonekana katika maisha ya mtu binafsi na maisha ya mtu yanayoonekana kwa watu. Hallelujah. Amen. As Jesus went to pray in a solitary place, Yesu alipoenda kuomba katika mahali ambapo hakuwa na watu, and he started worshiping and praying to God. akiwa anafanya ibada kwa Mungu, That was personal life. haya yalikuwa ni maisha binafsi. He was doing worship personally, Alifanya hii ibada binafsi, meeting his God himself. akikutana na Mungu yeye mwenyewe. Let me repeat again. Nirudie tena, Together with the worship we are doing together here, pamoja na ibada hii tunayofanya pamoja, it is good. ni vizuri, But you have to have your own time when you communicate to God. lakini lazima uwe na muda uliotenga binafsi Yes. kwa kuwasiliana na Mungu. Sometimes we go before God with our sons. Wakati mwingine tunakwenda mbele za Mungu pamoja na watoto wetu, Sometimes we go before God with our wives. pamoja na wake zetu. Yes, sometimes we go before God with our family. Wakati mwingine tunakwenda mbele za Mungu pamoja na familia. That is very good. Hiyo ni vizuri, But let me tell you, lakini niseme there is not enough. haitoshi kufanya You hivyo. have to have your own time with God. Lazima uwe na muda uliotenga kuwa pamoja na Mungu. Hallelujah. We are the bride of Christ. Sisi ni mabibi harusi wa Yesu Kristo. You must have your own time with Him. Lazima uwe na muda binafsi pamoja naye. There are things which you can communicate to Him, Viko vitu unavyoweza kuwasiliana naye, which is only between you and Him. ni baina yako na yeye. Hallelujah. Amen. That is friendship. Huo ndio urafiki. If you have a friend, Kama unaye rafiki, let us say a boyfriend tuseme rafiki wa kiume, or a girlfriend, labda rafiki wa kike, no matter what, haijalishi nini. if you want to get married to her or him, Kama unatamani labda ndoa itokee, there must be time when you'll be only two alone communicating. lazima mpate muda mzungumze mambo yenu wenyewe. That is when intimacy can be shown. Ndipo hapo tunaona urafiki wa kweli. Likewise, have your own time of worship, you and God. Vivyo hivyo upate muda wa kufanya hivyo pamoja na Mungu. Just stay with Him and communicate to Him. Baki naye, uwasiliane naye. When you are doing that, Ukifanya hivyo, there is healing. uko uponyaji, Hallelujah. There is healing of heart broken. uko uponyaji wa vile vilivyovunjika There is moyoni, healing of wounds. uponyaji wa vidonda, There is healing of diseases. uponyaji wa magonjwa, Because God will come close. sababu Mungu atasogea. And as you raise from your worship Na unapotoka hapo kwenye ibada and you go around, na unapozunguka, you'll be full of Him. utakuwa umejawa naye. Hallelujah. Amen. Hello? You don't have to give money in order to obtain that. Sio lazima utoe fedha ili kupata hicho. You don't give money, Sio lazima utoe fedha, but time you have to. lakini muda
lazima utoe. Even if it means you won't sleep for enough time. Labda hata kama ikilazimu usilale usingizi wa kutosha. Time spent with God is very worthy. Muda unaotumia pamoja na Mungu unafaa sana. Yes, I have said when Jesus Christ went very early in the morning to pray, that was personal life of worship. Nimesema Yesu alipokwenda asubuhi sana na mapema kuomba, hayo yalikuwa maisha ya binafsi ya ibada. And when he told his disciples, na alipoambia wanafunzi wake, let us go to the next town, twendeni kwenye mji mwingine, that I may preach there. Nipate kuhubiri huko pia. That was stewardship, but in public. Ulikuwa ni uwakili lakini wa nje, watu wote wakiona. He becomes good. He becomes a good steward because he was before God. Anakuwa wakili mzuri kwa sababu alikuwa mbele za Mungu. And he heard from God. Na ya kutoka kwa Mungu. And he was very early in the morning. Alikuwa mapema sana mbele ya Mungu. As I was trying to find out how many hours did he spend. Nilipokuwa natafuta ni masaa mangapi alikuwa anatumia. As I was reading from different versions. Nikisoma huko katika Biblia. And as I was consulting different commentary books from different people of God, na nikisoma vitabu tunavyovitumia kwa habari ya kuelewa Biblia ya watu wa Mungu, I came to conclude that he used about 4 or 5 hours. Nikaja kujua kwamba alitumia kama masaa 4 au 5 in prayer before his disciples came. Mbele ya maombi kabla wanafunzi wake kuja. You can imagine 4 hours. Unaweza ukatafakari masaa 4 being in prayer. Akiwa kwenye maombi, communicating to God, akiwasiliana na Mungu. So when he raises, kwa hiyo alipoamka, he is full of God. Alikuwa amejawa na Mungu. Hallelujah. Amen. His waking time was around 3 a.m. Muda wake wa kuamka ilikuwa ni karibia saa 9 alfajiri. So when the disciples came, pale wanafunzi walipokuja, he had already spent about 4 hours. Alikuwa ameshatumia kama masaa 4 or more au zaidi in front of God. Mbele za Mungu. Then he is ready. Hapo sasa kama tayari kutembea against all tricks of the enemy. Kinyume na hila zote. He was ready to move the anointing. Kutembea kwa mafuta. I pray for you, son of God. Na kuombea mtoto wa Mungu. That you should be anointed. Kwa mafuta. And let me tell you, there is no shortcut. Hakuna njia. It's only by seeking His will. Ni kwa kutafuta. It's only by being there worshiping Him. Uwepo mbele zake kumwabudu. Hallelujah. Amen. Do you know what? Najua nini? God trusts you so much. Mungu anakuamini sana. God wants to bring change in the world. Mungu anataka kuleta mabadiliko ulimwenguni. And you are His agent. Na wewe ndiye chanzo cha haya mabadiliko. To bring change. Kuleta haya mabadiliko. God wants to redeem. Mungu anataka kuokoa. God wants to save. Mungu anataka kuokoa. God wants to heal. Mungu anataka kuponya. Yeah. His agent. Na wewe ndio chanzo cha hili jambo. Don't let him down. Usimwangushe. Make a decision today. Fanya maamuzi leo. That will be a man of worship. Kwamba utakuwa mtu wa ibada. Utakuwa mtu wa maombi. Oh, hallelujah. God has trusted you. Mungu amekuamini wewe. That the world should see Him through you. Kwamba ulimwengu muone kupitia wewe. That His power and mighty should be manifested through you. Nguvu zake na uweza uonekane. We are living at the very end. Tunaishi siku za mwisho sana. We are living at the very end. Siku za mwisho sana. Jesus is about to appear. Yesu anakaribia kuja. Jesus is coming. Yesu anarudi. He is coming. Anarudi. He wants to be anointed. Kupake mafuta. He wants you to be anointed. Kupake He mafuta. wants you to be anointed. Kupake mafuta. There is no shortcut. Na hakuna njia There fupi. is no shortcut. Hakuna njia fupi. It's my worshiping Him. Niko kumwabudu. It's my reading His word. Soma neno It's my praising Him. Then we can be anointed. Access this world. Na kukutana na ulimwengu huu. Without it, it's impossible. Pasipo hivyo ni vigumu. We will be entangled in sin. Tutafungwa katika dhambi. Let us read from Proverbs. Tusome katika Mithali. I have called it the wisdom cord. Proverbs chapter 1 verse 2 to 4.
Mithali sura ya 1 mstari wa 2 mpaka wa 4. To know wisdom and instruction, to receive instruction is in wise dealing, is righteousness, justice, and equity. Understand word of insight. Kujua hekima na adabu, kutambua maneno ya ufahamu, kufundishwa maneno ya busara, katika haki na hukumu na adili. To give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth. Kuwapa wajinga werevu na kijana maarifa na hadhari. What we have read Tulichosoma hiki is telling us the importance of learning. inatuonyesha kwa habari ya umuhimu wa kujifunza, The importance of looking for wisdom. kutafuta hekima. Hallelujah. So, in order to be witnesses or to be stewards of God, Ili kuwa mawakili wa Mungu, we have to learn His wisdom. lazima tujifunze kutoka kwenye hekima. Where do we get His wisdom? Unapata wapi hekima yake? Of course, from His word. Kutoka katika neno lake, Of course, from listening to the people of God when they teach and preach. kutoka katika watu wa Mungu wanapofundisha, And of course, when we worship Him and na pia glorify Him, tunapomwabudu He communicates to us and teaches us. anasema nasi na kutufundisha. That is when we become wise. Hapo ndipo tunapokuwa na hekima. And when you are wise, Unapopata hekima, you are strengthening the DNA. unaweka nguvu katika vile vinasaba. You have to learn because you cannot teach until you have learned. Lazima tujifunze kwa sababu ni vigumu kufundisha kama hujajifunza. As Christians, Kama Wakristo, we have to teach the world about our Lord Jesus Christ. inabidi tufundishe ulimwengu kwa habari ya Yesu Kristo. How can we teach without learning? Tunawezaje kufundisha pasipo kujifunza? Please, make a program to be a learner. Weka mpangilio wa kuwa mtu anayejifunza. Put a program to read the Word of God. Pangilia namna utakavyosoma neno la Mungu. It teaches us. Inatufundisha sisi. In 1 Timothy chapter 4 verse 16, Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. we are encouraged. Tunatiwa moyo. I'll read in Jesus' name. Nasoma kwa jina la Yesu. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers. Jitunze nafsi yako na mafundisho yako. Dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wa kusikiao pia. Praise God. Amen. You have to study. Inabidi ujifunze. You have to learn. Ujifunze. Because when you become knowledgeable, Sababu unapokuwa na umejifunza, you minister unto the people around you with knowledge. unaweza kuwahudumia watu wanaokuzunguka kwa yale And hence umejifunza. avoid many dangers. Na kwa namna hiyo kukwepa vizuizi na hatari nyingi. I have said we must learn. Second, we must live in according to what we have learned. Tukishajifunza, kitu cha pili lazima tuishi kulingana na yale tuliyojifunza. If you cannot live in accordance to what you have learned, Kama hutaweza kuishi kulingana na yale uliyojifunza, the learning haven't taken place. maana hiyo kwamba kile ulichojifunza hakijakuwepo bado, hakijafanya mabadiliko. If I have studied the word Kama nimesoma neno la Mungu and I have learned from the na word, nimejifunza kutokana na hicho, that should be portrayed in the way I live. kile nilichojifunza lazima kionekane katika namna ninayoishi. If we are learning anything today, Kama tunajifunza chochote leo, if we have learned kama tumejifunza about the DNA of spiritual, kwa habari ya vinasaba vya rohoni spiritual DNA, au vinasaba vya rohoni, if we cannot act in accordance to what we have learned, kama hatutaweza kufanya kulingana na kile tulichojifunza, then this time have been wasted. inamaanisha kwamba muda huu umepoteza. Hello? Let us not waste this time.
Tusipoteze muda huu. Let it bring change in our life. Ilete mabadiliko katika maisha yetu. Because when you live according to what we are learning, Kwa sababu ukiishi kulingana na yale tuliyojifunza, you will advance in every field. utasogea katika kila eneo. Spiritual advancement, Utakuwa katika kiroho, even physical advancement. hata pia katika kimwili kutakuwa na kukua. Nothing, you will start nothing without consulting the Creator. Utaanza chochote pasipo kuwasiliana na Mungu. And God Na Mungu never fails. hajawahi kushindwa, And He knows everything. na anajua kila kitu, And He will be a conqueror for you. na atakuwa mshindi kwako. Yes, I have said live according to what you have learned. Nimesema kuishi kulingana na kile ulichojifunza. We can read in Corinthians chapter 4 verse 20. Tunaweza kusoma hili katika Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 20. For the kingdom of God does not consist in talk but in power. Katika nguvu, Not by only talking what you know. sio tu kusema kile unachokifahamu. How can power be manifested? Nguvu inaonekanaje? Power is something which does work. Nguvu ni kitu kinachofanya kazi. Words are only words. Maneno ni maneno tu. If I push here, Kama nikisukuma hapa, then people will know that I have got power. watu watajua kwamba nina nguvu, By the way the table have been pushed. kwa sababu ya jinsi hii meza ilivyosukumwa. Now the word of God Sasa neno la Mungu is not the only word. sio tu neno, There is power. iko nguvu nyuma yake. Hallelujah. Power to overcome sin. Nguvu kushinda Power dhambi, to overcome diseases. nguvu kushinda Power to magonjwa, overcome poverty. nguvu kushinda Power to maskini, break bondage. nguvu kuvunja nira. Oh, hallelujah. The third thing, Jambo la tatu, you have to give what you have learned. lazima utoe kile ulichojifunza. I have said you have to learn, first thing. Nimesema lazima ujifunze kitu cha kwanza. You have to live, second thing. Nimesema lazima uishi kile ulichojifunza, And third thing, you have to give. na jambo la tatu lazima utoe. You have to live accordingly before giving. Na lazima uwe umeishi maisha sawa sawa kabla ya kutoa, Because kwa sababu if you have lived, kama umeishi then it's very easy to give. ni rahisi sasa kutoa. Even if your friend whom you are giving Hata kama mtu yule urafiki unayempa have got questions about what you are giving him, labda na maswali kwa habari ya kile unachompa, you'll be a good teacher utakuwa mwalimu mzuri, because you have lived that thing. kwa sababu umekiishi kitu hicho. That is why it's very important Ndio maana ni muhimu sana that we learn. tujifunze. After learning, Baada ya kujifunza, we put them in life, we live it, tukiishi kitu hicho tulichojifunza, and then as stewards, we give it to other people. na kama mawakili tunawapa watu wengine. That is how the DNA transfers the traits of the man of God. Hivyo ndivyo tunavyo virithisha vitu au tabia zile za mtu wa Mungu. The greatest test of a man of God Jaribio kubwa la mtu wa Mungu does not come from outside. haitoki nje. The greatest exam of a man of God Mtihani mkubwa wa mtu wa Mungu usually does not come far from home. mara nyingi hautoki nje sana na It nyumbani, is where you live. ni pale unapoishi, It is there people will start calling you a man or a woman of God. ni pale ndipo watu watakapoanza kukuita And mtoto wa people look Mungu. at you. Watu And wanapokutazama, people look at how you communicate. jinsi unapowasiliana, And people look at you how you perform your stewardship. wanapoona jinsi unavyofanya uwakili wako, Your wife will say, mkeo atasema I have got a man of God inside here. naye mtu wa Mungu humu nyumbani. Your husband will say, Mume atasema a woman of God is in my house. yuko mwanamke mtu wa Mungu ndani. Your sons and daughters will say, Watoto watasema we have a man of God. tunaye mtu wa Mungu, We have a person who reflects the Lord Jesus. tunaye mtu anayemfanania Yesu Kristo. So, live your life of worship and stewardship. Kuishi maisha yako ya ibada na uwakili, First, at home. kwanza nyumbani. Hallelujah. Hallelujah. Today I have been speaking so much about worship. Leo nimekuwa nikiongea sana kwa habari ya ibada,
I have been insisting nimekuwa nikiweka mkazo that you don't have to give money kwamba sio lazima utoe fedha in order to worship God. ili kufanya ibada kwa Mungu. But in worship, Lakini katika ibada money can be, the doors of money can be open. milango ya fedha inaweza ikafunguliwa. Because God will communicate to you Sababu Mungu atawasiliana na wewe what to do nini cha and kufanya what not to do. na nini usifanye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Would you stand up, please? Tafadhali tusimame So that we can ask God to help us. ili tumuombe Mungu atusaidie. So that we can ask God to help us, that He will mold us into becoming worshipers. Ili Mungu atusaidie na kutufanya tuwe watu tunaofanya That ibada. He will mold us into becoming tools of God. Tutengeneze tuwe vyombo vya Mungu. Can you say, God, I'm ready? Sema Mungu niko tayari. God, help me. Sema Mungu nisaidie. Hakuna, hakuna Mungu kama wewe. Hakuna, hakuna aliye kama wewe. Neno la Mungu lilivyo You heard sema about the word of God.
Kama unahitaji maombi, tafadhali sogea mbele ili kanisa liombe pamoja na wewe. Na kama yuko mtu anataka kumpokea Yesu, tunakukaribisha pia. Kwa wale wanaotusikiliza kupitia mitandao, naomba ufuatishe maombi haya mafupi. Sema: Bwana Yesu, nakuja mbele zako, nisamehe dhambi zangu zote nilizofanya kwa mawazo yangu na kwa matendo yangu. Nisamehe Yesu. Kifo chako cha pale msalabani chatosha kulipa kila dhambi ya maisha yangu. Chatosha kunifungua katika vifungo vyote vya dhambi. Nisaidie Yesu. Nipe Roho wako Mtakatifu aniwezeshe kuishi maisha matakatifu. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuandika jina langu katika kitabu cha uzima. Ninakushukuru Yesu. Nisaidie sasa niishi maisha ya kukupendeza. Amina. Kama umeomba maombi haya mafupi, tayari mbinguni wanashangilia kwamba umeokoka, kwamba umempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Nenda kwenye kanisa lolote ambalo linahubiri wokovu na Yesu anaonekana pale, na watu wanaomba na kunena kwa lugha. Miujiza ya Yesu inaonekana. Miracles are manifest. Nenda hapo kamwambia mchungaji kwamba umeokoka. Go there and tell the pastor that you've been born na unahitaji mafundisho. That you need to be taught. Na kama uko karibu na kanisa lolote la Tanzania, sio tu kwa hapa Tanzania, close to the church of Tanzania Assembly of God, basi unaweza kwenda huko. You can go there. Utakuta mchungaji. You meet the pastor. Au kanisa lolote la Pentecost. Or any Pentecostal church. Lakini kama uko karibu hapa, and if you are close to this coast region, Mlandizi, karibu sana kwenye kanisa church zuri la hapa, which is here. Tuko karibu sana na kituo cha mabasi. We are very close to bus stand. Ni kama ukifuata barabara kubwa baada ya kituo cha mabasi, kama unaelekea Morogoro, ni kama mita 200 utaliona kanisa. From the bus stand, it's about 150 meters to the right. Mkono wako wa kulia kama unakwenda Morogoro. Tuko karibu sana pia na msikiti mkuu wa hapa Mlandizi. Yeah, we are adjacent to the great mosque, the big mosque. Mungu akubariki sana. Ukija tuambie uliokoka katika mtandao. Barikiwa. If you come, tell us that you are born again through the internet. Amina. Sasa kama yuko mtu anahitaji maombi, tafadhali njoo mbele, tuomba mara moja. Labda unaumwa, labda unataka kitu fulani, unataka kuokoka, tafadhali pita mbele mara moja. Yule aliyeumwa naomba upande huu. Labda ibilisi anakusumbua katika mwili, na maombi mengine upande wangu wa kushoto. Amini Mungu, kama mwili unashika kifuani, na kama unaomba kwa ajili ya mtu mwingine, basi pia shika kifuani. Baba mtakatifu, mfalme wa Bwana, ninaleta watoto wako hawa mbele ya kiti chako cha rehema. Baba, ninakusihi uponyaji wako. Baba, ninakusihi neema yako. Natamka uzima katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu, pokea uzima, pokea afya kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima, pokea uzima, pokea afya katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, achilia, mwache huru kwa jina la Yesu Kristo. Natamka uzima, natamka afya, unaiachilia, mwache huru, mwachie katika jina la Yesu. Ewe udhaifu, mwachilie wewe. Huna mamlaka, achia. Haijalishi unataka nini, lakini kwa jina la Yesu Kristo tunataka uzima, tunataka afya kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Mwana pale Kalvari, pokea uzima, pokea uzima katika jina la Yesu. Nataka uzima kwa jina la Yesu. Kila aina ya udhaifu, mwache huru kwa damu ya Mwana pale Kalvari. Achia